Hapa ni Posta jijini Dar es Salaam. Safari iliyonileta huku imenifikisha moja kwa moja kwenye ofisi za Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, na kwa mahususi kwenda kuonana ama kwenda kumwona kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Dar es Salaam. Nimefika hapa nikiwa nimeambatana na familia ya Flavian Matthew Nyendikuu, mzee mwenye umri wa miaka 83, ambapo kwa takriban miaka 39 hivi sasa amekuwa akipigania ardhi yake. Ndiyo, mzee huyu anapigania ardhi yake ama anapigania haki yake kuhusiana na viwanja vilivyopo namba 2107 na kiwanja namba 2120 vilivyopo Block L Kilongawima Mbezi Beach jijini Dar es Salaam. Pamoja na mambo mengine, msingi wa kesi hii unatokana na maamuzi ya kesi namba 87 ya mwaka 2019 ambayo maamuzi yake yalitolewa tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka 2020 chini ya Jaji Opio katika Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya ardhi hapa jijini Dar es Salaam. Nini hasa ambacho kilichopo nyuma ya pazia kuhusiana na shauri hili? Baada ya kutoka katika ofisi ya kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Dar es Salaam, tumezungumza na msemaji wa familia Fortunatus Buyobe ili kujua nini ambacho hasa mzizi wake na kwa nini tuko hapa kwa siku ya leo. Nafikiri sio mgeni kwa wale wote ambao wananitazama hivi sasa. Leo kwa mara nyingine tena nimefika hapa Wizara ya Ardhi nikiwa nimeambatana na familia ya mzee Flavian Nyendikuu pamoja na watoto wake na ndugu zake wengine. Tumefika hapa leo kumuuliza kamishna wa ardhi maswali machache baada ya majibu ambao walitupatia hapo nyuma kuhusu ardhi. Naongelea ploti mbili za Mbezi Beach, ploti namba 2107 na ploti namba 2120 zilizopo Block L mtaa wa Kilongawima Mbezi Beach. Nafikiri kama kuna watu walikuwa wanafuatilia hivi juzi niliongelea huo mgogoro ambapo huyo mzee Flavian anadai haki yake. Vile viwanja vimemilikishwa kwa wake wa viongozi wetu wakubwa tu wa majeshi yetu haya ya ulinzi na usalama. Nikisema wake wa wenza wa wakuu, naomba nichukuliwe kwamba mimi sihitaji mgogoro na hawa watu naowataja. Inataka itambulike tu kwamba tunatengenezewa mgogoro na hawa wenza wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu wenyewe si sehemu ya harakati zetu za kudai yake ambazo zilianza tangu hatua za awali. Wamekuja kupewa zawadi ya eneo la mtu. Kwa hiyo leo sasa tulikuja kuangalia hii zawadi ilitokaje kidogo tuliweka maswali ya msingi, ilikuwaje hao watu wakapata hizi zawadi. Nimekuja kumuuliza kamishna, bahati mbaya sikumpata, lakini tumepata wawakilishi wa kamishna wa ardhi wa mkoa wa Dar es Salaam. Maswali yangu tu nijaribu kuwauliza kwamba katika moja ya jibu walilolitumia kukataa kutumilikisha ardhi ile kwa jina la mzee huyu Nyendikuu, walitoa jibu moja, wanasema kwamba registered owner is not party to land case number 87 ya mwaka 2019. Tunahitaji kesi hii kwa sababu hii ndio kesi iliyompatia ushindi mzee Nyendikuu kwamba yeye ni mmiliki halali wa lile eneo ambalo lina viwanja hivi viwili tunavyovitaja. Sasa katika jibu hili wanazosema the registered owner is not party to the land case number 87 ya mwaka 2019, automatically wanarifaa wa watu ambao wanamiliki ardhi hivi sasa. Katika sababu za kukutalia sisi kutusajili, wasema hawa wanaomiliki hii ardhi hivi sasa si sehemu ya kesi ile. Ni kweli hilo jibu ni sahihi kabisa, lakini wala watu wasingeweza kuwa sehemu ya kesi ile kwa sababu ilianza kesi ikahitimishwa mahakamani, au wamekuja kupewa viwanja baada ya kesi hii. Kwa hiyo hili ni jibu ambalo nachelea kusema kwamba halina mantiki yoyote. Humo katika jibu hili napenda kuuliza, basi namuuliza msajili, je, hawa wakina Irene Wankio Maganga, wakina Fatuma Seif Suleiman ni sehemu ipi katika kesi hii namba 87 ya mwaka 2019?
ni sehemu ipi hadi wamejikuta wamekuwa na zawadi hii ya viwanja hivi? Au ni mojawapo ya maswali niliwauliza. Na katika maswali mengine ambayo nilimuuliza kamishna ni kuhusu caveats ambazo tayari zilikuwa zimesajiliwa tangu mwaka 2023. Nataka kujua hizi caveats zilitolewa hadi hao watu wakapewa viwanja kwa amri ipi ya mahakama au kwa rufaa ya kesi ipi ya mahakamani, kwa sheria ipi zilizotungwa na bunge la Tanzania hii wakaweza kurevoke caveats ambazo zimeshasajiliwa bila kumjulisha aliyesajili caveat kwamba kuna mtu anatakiwa ana claim juu ya eneo hili. Kwa hiyo haya ni maswali ambayo nimetoka kumwachia kamishna na timu yake. Nimejaribu tena kuwauliza kama wenyewe siku hizi si sehemu ya utatuzi wa migogoro, bali labda ni sehemu ya kutengeneza migogoro. Kwa hiyo tunasubiri majibu kutoka kwao. Ni hayo tu ambayo naweza nikasema. Kwa ujumla sasa pengine mtu anaweza kujiuliza kwa sasa nini ambacho kinaendelea kwenye maeneo haya ambayo mnayadai, pengine mmefanya research nini ambacho kinaendelea na matarajio yenu makubwa ni yapi, kwa sababu mmesema kwa muda mrefu mmefuatilia jambo hili. Uwezi amini, nafsi yangu bado inaamini kwamba hawa watu watapata haki zao. Sina wasiwasi wowote na serikali yangu, especially serikali ya Mama Samia. Sina wasiwasi nayo. Ndio maana hata hapa ninavyoongea nataka hii sauti imfikie mama, akiona huyu mzee anapata haki yake. Kwa hiyo sina wasiwasi kuhusu haki ya huyu mzee, ataipata. Ingawa ameisubiri sana miaka 39 sasa. Lakini mama atampatia haki. Ndio imani yangu. Una wito gani kwa ofisi ya kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Dar es Salaam? Wito kwa ofisi ya kamishna wa ardhi, wanatakiwa watambue kwamba wameshikilia madaraka makubwa sana pale, madaraka yanayoamua haki za wenye nacho na wasiokuwa nacho. Inatakiwa watambue kwamba nafasi hizo walizopata wazitumie basi ipasavyo. Kwa mfano kumnyanyasa huyo mzee ambaye anatembea kwa kubebwa, nafikiri ni mgonjwa, kwa kitu ambacho kiko dhahiri ni haki yake. Wangeacha umangimeza na watoe haki kwa na hawa wengine ambao wanatumika kuwapa hizi ardhi. Ni watu wenye uwezo, wana uwezo wa kununua ardhi sehemu nyingine yoyote ile. Kwa nini wasinge watafutia sehemu nyingine kama walikuwa na hamu ya kutoa zawadi? Kwa nini huyu mzee ndio amekuwa na bahati mbaya? Au huyu mzee wana kisasi naye gani? Au wanataka kumkomoa? Hayo ndio maswali yangu tu ambayo napenda kuyapeleka kwa kamishna.